tumekuja hapa Mbeya kama ni programu ya mamlaka ya kwetu kutoa mafunzo na kuendeleza uwezo na kujenga uwezo wa wakaguzi wa kwake, wakaguzi wa afya ya mimea ambao ni hao wanakudumu kama wakaguzi wa viuatilifu. Mwaka jana mwezi wa 6 tulifanya mafunzo ya wakaguzi hawa ambao walipelekea jumla ya wakaguzi 80 kufundishwa na sasa wako katika hatua za mwisho za kufanya upekuzi au vetting kwa ajili ya gazeti. Na leo hii mbele yenu hapa mamlaka ilipata ufadhili wa shirika la Trademark Africa ufadhili na kutoa mafunzo kwa wakaguzi 15 wa Tanzania, lakini vile vile kwa kushirikiana na wakaguzi wa Zambia ambao wako 10. Jumla ilifanya mafunzo yanatolewa kwa wakaguzi 25. Katika mafunzo haya na vitu mbalimbali vinafundishwa ikijumuisha utambuzi wa wadudu haribifu na magonjwa, ubainishaji wa magonjwa, udhibiti wa magonjwa, udhibiti wa visumbufu vya milipuko, kanuni na misingi ya ukaguzi, kanuni na misingi ya kufanya survey, kanuni na misingi ya kufanya tathmini ya athari za visumbufu kwenye mazingira na pest risk analysis. Pia kuna mafunzo yanafanya kuhusu ni namna ya kutibu mazao au treatment ya mazao. Kuna mafunzo yanafanya juu ya ujasusi wa kuchunguza wadudu haribifu na magonjwa kwenye maeneo ya jirani ili kulinda ni kilimo chetu. Pamoja bila kusahau kuna mafunzo yanatolewa kuhusu masuala ya utambuzi au ubashiri, mwelekeo au predictions au projections ya wadudu haribifu na magonjwa ili kulinda mazao ya kwetu. Lakini kwa namna ya pekee katika mafunzo haya tumeweka pia na masuala ya kutumia teknolojia za kisasa katika utambuzi wa wadudu haribifu na magonjwa au kutumia teknolojia ya nanopore portable DNA sequencer. Nini hatima yake? Baada ya mafunzo yote wakaguzi hao wataenda kuongezea ile idadi ya wakaguzi 80 wa awali. Kwa hiyo siku ya mwisho wa mafunzo hao watafanywa upekuzi na vyombo vya serikali kwa maana ya vetting kwa ajili ya kusajiliwa rasmi kwenye gazeti la serikali ili waweze kutekeleza majukumu yao pasipo na shaka yoyote na kwa uadilifu na wakiwa na uwezo wa kuwa na access kule mahali kote ambako sasa hivi imekuwa ngumu. Lakini hii yote kwa maana gani? Hii yote tunawapa mafunzo ya wakaguzi wetu sio kwa maana ya kwamba wao waende kwa kikwazo, bali sana sana wao wawe wa facilitators au wawezeshaji wa biashara kufanyika vizuri baina ya sisi na mataifa mbalimbali kwenye ukanda wa kwetu, lakini vile vile sisi na mataifa mengineyo nchi za ng'ambo. Kwa upande wa kwetu ni sisi na nchi ya Zambia imekoje tukafika hapa. Mtakumbuka kwamba mwaka jana mwanzo wa mwaka jana nchi ya Zambia ilikabiliwa na ukame mkali. Ukame ambao ulipelekea kuwa na uhaba wa chakula na upungufu wa chakula. Katika jitihada za kupambana na kutafuta chakula sehemu mbalimbali duniani, pia Tanzania ilijitokeza ni kama sehemu badala ya kuwezesha kwa ndugu zetu wa Zambia chakula. Nchi ya Tanzania iliweza kuuza nchini Zambia kiwango cha tani 650,000 za mahindi nchini Zambia. Lakini pamoja na kuuza mahindi nchini Zambia, unaweza kuona ni tani 650,000 sio mzigo mdogo, ni mzigo ambao kumaliza ilikuwa mchakato. Lakini katika utekelezaji wa usafirishaji wa huo mzigo, moja kuna misingi ya kanuni ambao daima haiwezi ikaachwa, lazima ifuatwe kama vile ambao sheria yetu imeunda mamlaka kwa kuzingatia misingi ya International Plant Protection Convention huko duniani au IPPC. Basi ni katika misingi hiyo unaposafirisha chakula au mazao au mmea kutoka nchi moja nyingine, juhudi zote zinatakiwa kufanyika kuhakikisha kile chakula au mmea unasafirisha haiwi ndio chanzo cha kusafirisha wadudu haribifu na magonjwa wa karantini ambao kwenye ile nchi inayopelekwa hawapo. Kwa hiyo ingekuwa ni rahisi sana kutokana na baa la njaa wakati wa kusafirisha mahindi kutoka kwenda Zambia, pia huenda kuna wadudu haribifu na magonjwa ndani ya mahindi hayo, wangeweza kusafiri wakaenda kule Zambia na kuleta matatizo.
Lakini vile vile uwepo wa virutubishi na magonjwa hayo ndani ya shehena hizo huenda ungechangia pia shehena hizo pamoja na soko kupatikana nchini Zambia, bali zisisafirishwe. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kama mataifa Tanzania na Zambia kama ni mataifa mengine, lazima tufanye namna au juhudi ya kuhakikisha kinachosafirishwa hakina virutubishi na magonjwa ambayo hatakiwi na serikali ya Zambia. Ili kutekeleza hili sasa, maana yake nini? Maana yake inabidi uwe na aina ya wakaguzi wa afya ya mimea na viuatilifu ambao wana weledi, wanajua wanachokifanya, wanajua utambuzi wa viuatilifu, wanajua utambuzi wa magonjwa, wanaweza kubainisha dalili za visumbufu au viuatilifu na magonjwa dhidi ya dalili za upungufu wa virutubisho kwa mfano. Lakini mainspectors hawa wanatakiwa kuwa na uwezo wa kubainisha kiuatilifu ambacho ni feki dhidi ya kiuatilifu ambacho bora. Sasa katika kufanya hilo, ndio maana tukaleta mafunzo hapa ambayo kwa kuwajengea uwezo wa namna hiyo itapunguza ile ucheleweshwaji usio wa lazima wa mizigo ya kwetu mipakani, ila kutoka Tanzania kwenda Zambia au kutoka Zambia kuja Tanzania. Lakini pamoja na tukaongeza matumizi ya teknolojia ya nanopore, portable DNA sequencer, ambayo ina uwezo wa kubashiri kwa level ya juu kabisa juu ya usahihi na identity na asilia. Huyu mdudu ni mdudu gani, hiki kimelea cha magonjwa ni kimelea gani, ili gugu ni gugu gani, na lipo wapi na ndugu zake, na namna bora ya kulidhibiti na viuatilifu gani vinatumika katika kulidhibiti. Hili ni jambo la msingi ambalo tumewezesha hilo, na juhudi zinaendelea za mafunzo bado hatujakamilisha, bali wataalamu wako kama vile tunafundisha wataalamu wa kwetu wa Tanzania, lakini vile vile tunafundisha wataalamu wa Zambia ambao wako hapa ndani ya ukumbi wa mafunzo. Kwa mwisho wa siku, kwa wale mainspekta wa Tanzania ambao walishiriki kwenye mafunzo haya watafanyiwa vetting au upekuzi na kuanza mchakato ni rasmi wa kuingizwa kusajiliwa kwenye gazeti la serikali. Hii maana yake nini? Ni mainspekta hawa ambao kwenye ile sheria ndio wanapewa powers of inspectors. Sehemu za mwisho wa sheria yetu ya afya ya mimea imebainisha vizuri kabisa majukumu na uwezo na mamlaka walionayo wakaguzi wa afya ya mimea na viuatilifu nchini Tanzania. Mafunzo haya yatawawezesha sasa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa weledi na bila kikwazo chochote, lakini yote kwa ajili ya ustawi wa taifa la Tanzania, ustawi wa taifa la Zambia, ustawi wa kanda yetu na ustawi wa biashara ya wanyama zetu katika sehemu mbalimbali za duniani. At Trademark Africa, we work with the governments and we work also with the private sector to ensure that goods which are traded across the borders are safe. Today, we are working here supporting Tanzania Plant Health and Pesticide Authority and the Zambia Plant Quarantine and Phytosanitary Services to train their inspectors in a joint cooperation to operationalize the bilateral agreement that they did enter into last year, 2025, to ensure smooth movement of commodities of agriculture nature across the borders. The two countries at the time agreed to cooperate in surveillance. They also agreed to share knowledge and expertise to ensure that any threats of plant health nature are addressed for all commodities crossing the border. And so this training that we have here is a follow-up to operationalize the bilateral mutual recognition arrangement that was entered into last year. In this training, we have inspectors from Zambia and we have inspectors from the Tanzania Plant Health and Pesticide Authority. The purpose is to make sure they have common understanding of the procedures and to forge joint inspection mechanisms at the borders so that
time and the cost of inspections at the border is reduced. As Trademark, we are so happy to partner with the governments of the two countries, and we are happy to continue this collaboration even in the days to come. The training was made possible with support from Trademark Africa, and it has come at a very right time when we are developing capacity in my country to be able to conduct testing on plants and plant products using modern technologies such as molecular techniques, and the most recent one, the genome sequencing that we're here to train for. This work will help us in that we'll be able to know the exact pathogens that we are dealing with down to the very finer details, knowing what species we are dealing with, rather than when we're using conventional methods like microscopy, where we just end at identifying the pathogen at genus level. But this training will equip us to be able to conduct testing up to the molecular level, knowing the exact specific pathogen. And it might also help us to map the pathogens that we have in the country, knowing exactly what we have and what we don't have.